Fikiria hivi. Wewe ni mvulana mchungaji wa kondoo wa kawaida huko Hispania, una kondoo wako tu na ndoto moja inayojirudia kila usiku. Ndoto kuhusu hazina iliyofichwa chini ya piramidi za Misri. Je, ungeacha kila kitu salama na kukimbilia kuitafuta ndoto hiyo? Watu wengi hawataki. Lakini mvulana mmoja alifanya hivyo, na ulimwengu wote ukajiandaa kumsaidia. Hiyo ndiyo nguvu ya kushangaza ya kitabu The Alchemist cha Paulo Coelho, kitabu kilichouza nakala zaidi ya milioni 65 na kubadilisha maisha ya watu karibu nchi zote duniani. Katika dakika chache zijazo, utagundua hekima rahisi ambayo inaweza kugeuza ndoto zako zilizofichwa kuwa ukweli. Kaa nami, kwa sababu huenda ikawa wakati huu maisha yako yanabadilika milele. Habari rafiki yangu. Karibu sana kwenye Swahili Book Summary, channel inayochukua vitabu bora duniani na kukufundisha hekima rahisi yenye hisia ambayo unaweza kuitumia leo hii, iwe unatazama kutoka Tanzania, Kenya au popote ulimwenguni. Kama umewahi kujisikia umekwama, kujiuliza je, maisha ni haya tu, au kuwa na ndoto kubwa moyoni mwako, basi video hii ni yako. Paulo Coelho aliandika The Alchemist ndani ya muda wa wiki 2 tu mnamo mwaka 1988 na ikawa maarufu duniani kote kwa sababu ni kama barua binafsi kutoka kwa ulimwengu kwenda moja kwa moja kwenye roho yako. Si somo zito, ni hadithi nzuri ambayo inakufanya ucheke, ulie na kisha ukainua kichwa na kusema niko tayari kuanza kuifuatilia ndoto yangu. Niruhusi nikupe hadithi hiyo kwa njia ambayo hautaisahau kamwe. Waza kuhusu Santiago, mvulana mchungaji mdogo katika milima ya Hispania. Kila siku anatembea na kondoo wake, lakini kila usiku kuna ndoto inamtembelea, hazina iliyofichwa chini ya piramidi za Misri. Anamwambia mwanamke mmoja mwenye hekima wa Kigipsi, mwenye uwezo wa kutafsiri ndoto. Yeye anatabasamu na kusema, nenda ukitafute, lakini utanilipa 1/10 ya kila utakachopata pale utakaporudi. Kisha kitu cha kushangaza kinatokea. Mzee mmoja anayejiita Melkizedek, mfalme wa Salem, anatokea ghafla. Anamtazama Santiago machoni na kusema, kila mtu akiwa mdogo anajua ndoto yake kubwa ya maisha. Ndoto yako kubwa ya maisha ni ile ndoto moja ambayo moyo wako ulizaliwa kuifuatilia, kitu kinachoyafanya maisha yako yawe na maana katika ulimwengu huu. Melkizedek anamfundisha ukweli wenye nguvu. Anamwambia, unapotaka kitu kwa moyo wako wote, ulimwengu wote siku zote hushirikiana kukusaidia kukifikia. Maneno hayo yanampiga Santiago kama radi. Anaamua kuuza kondoo wake wapendwa, anachukua pesa kidogo alionayo na kupanda meli kwenda Afrika, moyo ukimpiga kwa furaha. Lakini kuna wakati mmoja anaingia sokoni mjini Tangier. Watoto wa mjini wanampora kila senti alionayo. Kila kitu kimepotea. Anabaki peke yake, anaogopa. Wengi wetu tungeacha hapo na kusema, tazama, ndoto hazifanyi kazi. Santiago naye karibu aache kufuatilia ndoto yake. Badala yake, anaamua kutafuta kazi. Anachukua kazi pekee aliyopata, kusafisha glasi katika duka dogo la vioo. Anagundua mmiliki wa duka amepoteza furaha yake ya maisha. Anamtia moyo kufuatilia ndoto yake. Santiago anapata wazo. Wanaanza kuuza chai nzuri kwa wasafiri wanaopita eneo hilo. Biashara inakuwa sana. Santiago anapata pesa nzuri, lakini moyoni mwake ndoto yake bado ilikuwa inanong'ona. Siku moja Mwingereza mmoja anafika akitafuta mualkemia halisi, mtu anayeweza kugeuza baruti kuwa dhahabu. Wawili hao wanakuwa marafiki, wanaamua kuvuka jangwa kubwa la Sahara pamoja. Katika oasis yenye amani, Santiago anakutana na Fatima, mwanamke mzuri anayeelewa kusudi lake. Anamtazama kwa upendo na kusema, kama ni hatima yako kupata hazina, nitakungojea mpaka utakaporudi. Wakati huo unamfundisha, upendo wa tupu haukuzuii, unakuacha huru ili uwe yule unayetakiwa kuwa. Hatimaye Santiago anakutana na mualkemia mwenyewe, mtu wa siri anayeishi jangwani na anayejua siri nyingi za ulimwengu. Anamfundisha nafasi ya ulimwengu, fua iliyoonekana inayounganisha kila jiwe, kila mtu, kila nyota. Anamfundisha kusoma alama,
ishara ndogo ambazo ulimwengu unatuma, mfano kipembe chuno kinapita, tai unaruka kwa mizunguko, hisia za ghafla moyoni. Siku moja akiendelea na safari, askari wanawakamata. Mwalkemia anamwambia Santiago, jigeuze upe. Santiago anafumba macho, anausikia moyo wake, anazungumza na jangwa, jua na upe. Anapata tabu, lakini hatimaye anafanikiwa. Askari wanamshangaa sana, lakini baadaye wanamwamua kuwaacha waende. Hatimaye wanafika piramidi. Santiago anachimba kwa bidii, lakini hapati kitu. Moyo umevunjika, anakaa mchangani. Ghafla mgeni anatokea na kumwambia hadithi ya ajabu kuhusu ndoto yake mwenyewe ya hazina iliyofichwa chini ya kanisa la Ozama huko nchini Hispania alikotokea, chini ya mti wa mkuyu. Wakati huo Santiago anagundua ukweli. Hazina halisi haikuwa Misri, ilikuwa inangojea mahali pale safari yake ilipoanza, nyumbani kwao Hadini, katika kanisa lililovunjika siku nyingi huko nchini Hispania. Anarudi na kuchimba chini ya mti ule na anapata kisanduku kilichojaa dhahabu na vioo vizuri. Lakini hazina halisi, mvulana aliyeondoka akiwa mchungaji rahisi, alirudi akiwa mtu wa hekima, jasiri, ambaye alijifunza kusikia moyo wake, kusoma ishara na kuamini kwamba ulimwengu unashirikiana na wale wanaothubutu. Hadithi hiyo ni nzuri, lakini nguvu halisi iko katika vidoto vitano virahisi ambavyo unaweza kuanza kuvitumia leo hii, iwe unatazama kutoka Tanzania, Kenya au popote ulimwenguni. Kidokezo cha kwanza: gundua na ufuate ndoto yako kubwa ya maisha, hata kama inatisha. Ndoto yako kubwa ya maisha ni ile ndoto ambayo moyo wako unanong'ona wakati hakuna mtu anayekusikiliza. Labda ni kuanzisha biashara, kuandika kitabu, kuhamia nchi nyingine, au kuponya jeraha la zamani. Santiago aliacha kondoo wake. Wewe si lazima uuze kila kitu kesho, lakini lazima uchukue hatua moja ndogo leo. Coelho anatukumbusha, uwezekano wa ndoto kutimia ndio unaofanya maisha yawe ya kuvutia. Jiulize sasa hivi, nimewahi kutaka kufanya nini? Andika, sema kwa sauti. Kitendo hicho kimoja kitaanza kusukuma ulimwengu kukusaidia. Kidokezo cha pili: unapotaka kitu kwa moyo wako wote, ulimwengu wote unashirikiana kukusaidia. Hii ndiyo sentensi maarufu zaidi katika kitabu, na ni kweli. Mara Santiago alipoambiwa kwenda, alikutana na watu sahihi: Mfalme Melchizedek, mfanyabiashara wa duka la vioo, Fatima, Mwalkemia. Labda umeihisi Mia, bahati iliyokuletea kazi, mazungumzo ya ghafla iliyokupa wazo, mlango uliofunguka wakati ulidhani kila kitu kimejifunga. Siri: amua kwa moyo wako wote, kisha tazama msaada unaotokea kwa sura tofauti na usiotarajia kabisa. Wakati hata vikwazo ni sehemu ya ushirikiano, vinakufundisha na kukujenga kuwa na nguvu ya kutosha kuifikia hazina. Kidokezo cha tatu: kuwa makini na alama, ishara zako binafsi kutoka kwa ulimwengu. Alama ziko kila mahali: wimbo unaocheza wakati unaofaa, kitabu kinachoanguka mikononi mwako, hisia ya tumbo isiyoweza kupuuzwa. Santiago alijifunza kuzisoma kama ramani. Wewe pia unaweza. Anza kidogo. Leo angalia vitu vitatu vinavyohisi kama vichochezi kwa upole. Andika. Kadri muda unavyopita, utaanza kuamini mfumo huo wa mwongozo usionekana kabisa. Ulimwengu si wa kelele, unanong'ona taratibu sana. Kazi yako ni kusikiliza. Kidokezo cha 4: hofu ndiyo kitu pekee kinachoweza kukuzuia, na wewe ndiyo unayepaswa kuchagua ujasiri badala yake. Hofu ya kushindwa, hofu ya kuonekana mjinga, hofu ya kupoteza ulichonacho ndizo zinazowafunga watu wengi. Santiago aliibiwa, alipoteza pesa, alipita kwenye eneo lenye vita, lakini bado aliendelea. Coelho anatuonyesha kwamba kila unapohisi hofu, ndipo ndoto yako kubwa ya maisha inapoita kwa sauti kubwa zaidi. Wakati mwingine hofu inapotokea, jikumbushe hivi: ninaogopa ndiyo, lakini bado ninafanya hivyo hivyo. Sentensi moja hiyo imebadilisha maisha ya watu zaidi ya milioni. Inaweza kubadilisha yako pia. Kidokezo cha 5: alkemia halisi inatokea ndani yako. Geuza hofu kuwa imani na siku za kawaida kuwa dhahabu. Katika kitabu, alkemia si kugeuza baruti kuwa dhahabu, bali ni kujigeuza wewe na kuwa toleo lako bora zaidi. Kila upotofu, kila chozi, kila somo gumu lilimsafisha Santiago na kumfanya mwenye hekima na huru. Safari yenyewe ndiyo hazina. Kwa hivyo, jifunze kupenda mchakato. Sherekea na ushindi wako hata kama ni kidogo. Jisamehe unapoanguka, lakini amka kisha endelea mbele. Kwa sababu unapokuwa mwalkemia wa maisha yako mwenyewe, kila kitu kinachokuzunguka kitaanza kung'aa. Rafiki yangu,
Mwalkemia si kitabu tu, ni ruhusa ya kuacha kungojea wakati kamili na kuanza kuishi maisha uliozaliwa kuyaishi. Milioni ya watu kutoka kila pembe ya dunia wamesoma na kusema, nitaifuata ndoto yangu. Sasa ni zamu yako. Kama hekima hii imewasha moto moyoni mwako, fanya mambo matatu sasa hivi yanayosaidia kufikia ndoto zaidi duniani. Kwanza, bonyeza kitufe cha subscribe na ujiunge na familia yetu inayokuwa kwa kasi ya Swahili Book Summary. Pili, washa kengele ya rafiki ili usikose video mpya inayoweza kubadilisha maisha yako kwa dakika chache. Tatu, andika maoni hapa chini na namba ya kidokezo ulichokipenda zaidi. Andika tu 1, 2, 3, 4 au 5 na niambie kwa sentensi moja ni ndoto gani uko tayari kuifuata. Ninasoma kila maoni na maneno yako yanatutia moyo kutengeneza video zijazo. Kama ujumbe huu umekugusa, shirikisha na rafiki mmoja anayehitaji kuisikia leo, kwa sababu unapomsaidia mtu mwingine kuifuata ndoto yako kubwa ya maisha, ulimwengu unashirikiana na nyinyi wote. Asante kwa kutumia dakika hizi nami. Mpaka wakati mwingine, sikiliza moyo wako, tazama alama na kumbuka, hazina inakungojea. Tutaonana katika Swahili Book Summary inayofuata.